Jicho Letu. Uhali gani mtazamaji wa Sky TV, karibu sana ndani ya Jicho Letu, na leo ikiwa ni siku nyingine njema ambayo basi tunakutana hapa katika kuyazungumza mengi ambayo yapo katika Jicho Letu. Na leo Jicho Letu limegusa wapi? Tunaelekea katika jimbo la Momba kule mkoani Songwe, ambapo tunakutana na mbunge Mheshimiwa Condesta Mundi Michael Sichalwe, ambaye tuko naye hapa studio leo katika kuzungumza mengi, lakini tutagusa zaidi yale ambayo yanaendelea katika jimbo la Momba pale. Ni yapi hayo? Kwa sababu tuko naye hapa, atatupatia picha sahihi ya kile ambacho kinaendelea katika jimbo lake. Ninayekukaribisha mimi naitwa Pius Jayunga. Karibu sana tuweze kwenda pamoja mpaka tamati, tutakapokuwa tukifika tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo. Mheshimiwa mbunge, karibu sana. Asante sana. Na habari za huko bungeni na jimboni pia? Kote ni kwema. Ndio. Katika jimbo la Momba kule mnatuzidi nini? Vitu vingi. Ikiwemo nini labda? Chakula kizuri, ardhi nzuri, watu wakalimu, wachapakazi, na mengine mengi. Sawa sawa. Umegusia hapo kwenye chakula kizuri, na sisi wengine ni wapenzi wa vyakula. Tukatamani kufahamu katika jimbo la Momba na mkoa wa Songwe pale kwa ujumla, ninyi ni wazalishaji wa zao gani ambalo mnajivunia? Tunalima mazao mengi. Ya chakula ni mengi, ya biashara ni kidogo. Sisi ni wazalishaji wakubwa sana wa zao la mahindi. Kwa kiwango kikubwa sana kwenye mkoa wa Songwe. Ukitafuta wilaya au jimbo, kwa sababu kwenye wilaya tuna majimbo mawili, Tunduma na sisi Momba. Kwa hiyo tunaposema wilaya ya Momba, sisi ndio wazalishaji kwa sababu shughuli yetu kubwa ni kilimo. Kwa hiyo tunalima mahindi kwa kiwango kikubwa sana, na nafikiri tunaongoza kwa mkoa mzima wa Songwe. Lakini tunazalisha mpunga pia kwa wingi. Tunayo mabonde kadhaa ambayo ni mabonde maarufu. Ukisikia kuna mchele unaitwa mchele wa Kamsamba. Mchele wa Kamsamba unatokea kwenye mabonde yaliyoko huko Momba. Na yapo mabonde mengine kama mabonde ya Msangano, Chitete, mabonde ya Kasinde, ila lakini kwa maarufu wake tu tumepata mchele wa Kamsamba. Kwa hayo mabonde niliyotaja yote yanazalisha mpunga. Lakini tunalima maharage kwa kiwango kikubwa sana. Maharage mengi ambayo unaona yanakuwa yamejaa pale Tunduma kuelekea Zambia na DRC Kongo, tunazalisha jimbo la Momba. Lakini pia tunazalisha karanga. Lakini pia tunazalisha jamii nyingine ya mikunde ambayo sio kwa kiwango kikubwa kama maharage. Mbaazi, kunde, hivyo. Lakini tuna zao la biashara ambayo tunalima kwa kiwango kikubwa sana pia. Tunalima ufuta. Tarafa nzima ya Kamsamba yenye kata 6 wanazalisha ufuta. Mkomba, Ivuna, Mpapa, Kamsamba yenyewe, Mkulwe, Chilulumo, pamoja na kata moja hapo kwenye tarafa ya Msangano, Chitete. Tunazalisha ufuta kama zao la biashara. Tunalima mtama pia, uwele kwa kiwango chake hivyo. Yes. Katika mazao yote ya mazao ya biashara na mazao ya chakula, mchakato mzima wa uzalishaji ni kwa namna gani wakulima mna wasapoti kuwawezesha upatikanaji wa pembejeo za kilimo kwa urahisi kusudi ili zoezi waweze kulifanikisha vizuri la kilimo cha mazao ya biashara na ya chakula pia? Asante. Nikiongelea sana kwa zao la kama mpunga, wakulima wengi zao hili hawalimi kutumia mbolea. Kule kwetu tuna desturi kidogo kwamba tukilima na mbolea hatutapata mchele wenye ladha nzuri. Ndio maana utaona mchele ambao unatoka kwenye mabonde ya Kamsamba huko jimbo la Momba yana aroma nzuri kwa sababu yanalimwa katika hali ya uasili. Lakini tukija kwenye pembejeo, kwa mfano tunapoongelea mahindi ambao tunazalisha kwa kiwango kikubwa, serikali imetuunga mkono sana kwenye mbolea ya ruzuku. Hapo nyuma kidogo tulikuwa hata tukitaka kufata mbolea ilikuwa ni mpaka twende Mro au Tunduma, lakini sasa hivi tumepata vituo vingi kabisa vya ambavyo mbolea inatufikia, hususan kwa tarafa ya Ndalambo ambao wao ndo wanazalisha sana mahindi kwa sababu kule tumegawanyika kikanda. Unapoongelea ukanda kidogo ambao ni wa bondeni ambao na tarafa ya Msangano na Kamsamba, mahindi yanazalishwa kwa kiwango kidogo, sio sana. Ukilinganisha na tarafa ya Ndalambo.
Lakini mpunga pia kwa tarafa ya Ndalambo unazalishwa, lakini hauwezi kulinganisha na tarafa ya Kamsamba na tarafa ya Msangano, wanazalisha kwa kiwango kikubwa. Lakini pia kwa mfano tukija hapa kwenye tarafa ya Msangano, tunapoongelea kata ya Chitete, tunao scheme ya umwagiliaji na Ming'ong'o. Pale kuna kikundi cha umwagiliaji, kikundi cha wakulima ambao wanatoka kwenye hiyo scheme ya umwagiliaji. Kwa hiyo mimi mbunge kwa kushirikiana pia na serikali kupitia Wizara ya Kilimo, tumekuwa tukiendelea kuwapambania wananchi kwa ajili ya kupata mkopo, kwa ajili ya kuweza kurahisisha miundombinu ya kulima, kununua viuatilifu, kununua mbegu, kufanya maandalizi ya shamba. Lakini pia viko baadhi ya vikundi ambavyo pia tumevipambania kutoka kwenye benki NMB, walipata mkopo. Lakini pia kwenye vikundi hivi sana sana vya 10%, sio sana ambavyo vinasaidika na kilimo. Na kwa upande wa matrekta kwa kweli ni kili kwetu moja kwa moja yale kupata kutoka serikali, labda Wizara ya Kilimo. Bado hatujaanza kupata kwa kiwango kikubwa, lakini kutoka kwenye hiyo mikopo hiyo ambayo wananchi wanawezesha kutoka kwenye hizo taasisi za kifedha, ndio wananchi wanaweza kununua. Hongereni sana kwa jitihada hizo ambazo mnazifanya kuwatumikia wananchi kwa hasa katika jimbo lako. Umegusia masuala ya mikopo kwa wananchi tukiwalenga wakulima. Katika hili pengine hata wasiokuwa wakulima, upatikanaji wa mikopo ile ya 10% kwa maana ya mgawanyo wa 2% kwa watu wenye ulemavu, 4% kwa vijana na 4% kwa wanawake. Katika jimbo la Momba, mchakato huu unakwendaje na namna wananchi wanavyonufaika na hiyo mikopo? Asante. Kwa Momba pia kama ambavyo ziko halmashauri zingine, kwamba kile tunachokipata tunatenga 10% yetu, yani tunaita 4x4x2. 4 kwa wanawake, 4 kwa vijana, 2 kwa watu wenye ulemavu. Hata sisi kwetu tumeitekeleza. Japokuwa kwa jamii ya watu wa Momba sisi tuna population ya watu wengi kidogo, tuna watu wengi. Lakini ukilinganisha na pato letu la halmashauri sio kubwa kidogo, kwa sababu mpaka sasa hivi bado hatujafikia mapato ya yani kukusanya bilioni 1. Maana tunamaanisha bilioni 5. Inamaanisha kwamba tungekuwa tukikusanya bilioni 5, 10% yake ingekuwa ni milioni 10% yake ingekuwa ni milioni ngapi? 500. Ingekuwa milioni 500. Sasa unaweza kaona tuna vikundi zaidi ya 100 ambavyo viko ndani ya halmashauri yetu. Kwa hiyo kutokana na pato la halmashauri yetu sio kubwa kiasi hicho, kwa sababu sasa hivi tuko kwenye bilioni 3.5. Kwa hiyo unakuta 10% yetu ni milioni 350. Kwa hiyo kiukweli kuvifikia vikundi vyote vya vijana, vya wakina mama na watu wenye ulemavu ni kili bado hatujavifikia. Na utakuta kuna wangu kidogo wananchi kuona kwamba mikopo haijawafikia, lakini wananchi mimi mwenyewe kama mbunge nilikuwa mstari wa mbele kuhamasisha vikundi. Ndipo sasa unaona kuna baadhi ya hivyo vikundi vingine ambavyo nimekutajia hivyo vya wakulima, tulikuwa tunajaribu kwamba angalau kwenda kuombea mkopo kwenye hizo taasisi za kibenki. Kwa sababu tukisema tutegemee ile 10% yetu kutoka kwenye pato letu ni dogo, haiwezi kutoshia kulinganisha na vikundi ambavyo viko kwenye jimbo letu. Na mwitikio wa wananchi kujiunga katika vikundi ili waweze kunufaika na hii mikopo ukoje? Kwa kweli mwitikio wa wananchi uko juu sana. Na kwa sababu mwitikio wa wananchi uko juu sana, ndio maana unaona kwamba vikundi ni vingi kuliko pato. Mwitikio ungekuwa uko chini, maana tungekuwa na vikundi vichache. Tunapopata hiyo milioni 500, kama tungekuwa tumekusanya bilioni 5 au tulipokusanya bilioni 3.5, milioni 350 ingeweza kutosha. Unakuja kugundua kwamba itoshi, kwa sababu tuna vikundi zaidi ya 100. Ukichukua milioni 350 kama kila kikundi kitakuwa kimepata milioni 50, maana unaongelea vikundi 7 tu. Hata ukisema wape milioni 25 kwa milioni 350, maana ni vikundi 14 peke yake. Kwa lakini tuna vikundi zaidi ya 100 ambavyo wamejitokeza kwa ajili ya wanatamani na wao mkopo wa 10% wa halmashauri ambao ni masharti nafuu ungeweza kuwafikia.
Ni Mheshimiwa mbunge huyu Condesta Mundi Michael Sichalwe, mbunge wa jimbo la Momba huko mkoani Songwe, ambaye tuko naye hapa leo ndani ya Jicho Letu, na tunaangaza yale ambayo yanaendelea ndani ya jimbo la Momba. Kikubwa zaidi ni katika kutazama yale ambayo wananchi wanatendewa na mbunge wake, na kisha basi kuendelea kuleta ile imani kwa wananchi kwamba tunaye mbunge na anazidi kuwajibika kwa nafasi yake katika kuwatumikia wananchi. Na Mheshimiwa mbunge, hapa tunapozungumza katika yote tunatazama ni katika ule utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi kwa maana ya mwaka 2020 hadi 2025. Ule ndio mkataba kitaifa, lakini pia katika ngazi ya jimbo kati ya mbunge na wananchi wapiga kura wake. Tutazame katika sekta ya maji. Hii sekta ni kwa namna gani imeboreshwa katika jimbo la Momba kuwarahisishia upatikanaji wa hii huduma wananchi kwa maeneo ya mijini na vijijini pia? Asante. Kwa upande wetu sisi Momba ni kwamba tuna vijiji 72 na vyote ni vijiji. Ndio. Kuna mahali ambapo ni miji. Katika kipindi mpaka sasa hivi tupo kwenye, kama mimi mbunge niko kwenye utawala kama ni miaka 4 kama sasa hivi na miezi kama 5 hivi. Hata miaka 5 haijaisha. Kwa katika muda wa miaka 4 na miezi 5 mimi wakati na kuwa mbunge ni vijiji kama 16 tu ambavyo vilikuwa vinapata maji safi na salama. Vilikuwa vikiongezeka vijiji kama 4 ambavyo vinaonekana vina miradi ya maji, lakini sio safi na salama. Au tuseme ni safi, ni safi lakini hayakuwa salama. Yani kwa mfano utakuta kuna kijiji kina mradi. Ule mradi maji yaliyoko pale ni maji ya chumvi. Kwa wananchi hawayatumii kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Watu hata mifugo yenyewe haiwezi kutumia. Watu wanatumia tu kwa shughuli za ujenzi, kufyatulia tofali. Sasa wewe huwezi kaita ni maji safi na salama. Kwa ni vijiji 16 tu mimi ndo nilikuwa na vifahamu ambavyo kwa kweli ukipita vina miradi ya maji na vilikuwa vinahesabika katika vijiji vyote 72, vijiji vichache sana. Lakini mpaka sasa tunapoongea katika hivyo vijiji 72 ambavyo mpaka sasa hivi vina miradi, nafikiri tuseme ni mpaka muda huu vimebaki ni kama vijiji 20 ambavyo kati ya vijiji 72 ambavyo bado havijafikiwa na huduma ya maji safi na salama. Na hivyo ambavyo bado havijafikiwa ni vile ambavyo labda bado tuna miradi ambayo tunaitekeleza ambayo ni miradi mikubwa na inahitaji pesa nyingi. Mfano kuna mradi huu tunaita mradi wa Msangano Chitete. Huu mradi una karibu bilioni 7 ambao unabidi kuhudumia kata ya Msangano yote na vijiji vyake na kata ya Chitete. Mpaka kata ya Chitete ambao kuna vijiji 7, vijiji viwili tayari vina maji, Chitete na Tindingoma. Vijiji vingine hivi vinavyobaki 7 vitano havina maji. Na kule Msangano vijiji vyote 5. Sasa unaona vijiji kama hivi tunaona kweli bado kwa sababu wananchi hawajaanza kupata huduma. Mimi kama mbunge najua mikakati ya serikali na utafutaji wa pesa umefikia wapi. Ila mwananchi kama mwananchi wa Msangano hapaswi kusikia kwamba mipango ikoje, anachotaka kuona ni maji yanatoka bombani. Kwa hiyo ni miongoni mwa vijiji hivyo ambavyo vimebaki bado havijapata maji. Lakini vijiji vingi viko kwenye miradi ambayo inatekelezwa. Mingine sio miradi mikubwa pia kwa sababu tunao mradi mkubwa mwingine pia ambao tunatarajia kwamba uweze kumaliza changamoto ya maji kabisa kwenye jimbo la Momba, ambao chanzo chake unatokea pale pale Momba. Na kama mwezi ule wa 4 Mheshimiwa Mwigulu pamoja na Mheshimiwa Aweso walifika pale Tunduma wakasaini mkataba kwa ajili ya chanzo cha maji kutoka kwenye mto Momba ambao iko kwenye jimbo letu kusambaza kwenye jimbo la Momba lakini na jimbo la Tunduma. Kwa hivyo vijiji vingine ambavyo tunajua kwamba hapo mbeleni mradi kama huo utakuja kuvipitia, tumevitafutia namna ya dharura ili wananchi waweze kusaidika. Kama ambavyo ilikuwa ni kilio changu kila wakati kwamba wakati tunasubiri miradi mikubwa
upi mkakati wa serikali wa dharura wa kuwasaidia wananchi waweze kupata maji safi na salama. Kwa hiyo tumechimba visima virefu ambavyo tunaamini kwamba kwenye kila kijiji angalau wananchi kwenye lile eneo wanaweza wakawa na uhakika wa kupata maji safi na salama. Na kwa sababu tumeshafikisha umeme kwenye vijiji, kwa tumenunua mota, tumeunganisha na mifumo ya umeme ili wananchi waendelee kupata maji. Ozo kwenye hili jambo, changamoto ni moja. Kuna baadhi ya vijiji ni vikubwa sana. Utakuta kijiji kimoja labda kinaweza kufikia urefu mpaka wa kilomita 5, 7 kutoka mwanzo wa kijiji au vijiji vingine mpaka kilomita 10, kwa sababu yalipo makao makuu ya kijiji yanaweza kaa kilomita 4, yani kutoka mwanzo wa kijiji mpaka unamaliza labda kilomita 3. Sasa utakuta kijiji kama hiki ni kikubwa, kina vitongoji, na kutoka labda kwenye kitongoji hiki unatembea kilomita 3. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo ipo, kwamba wananchi walikuwa kwenye vitongoji kuja pia na wenyewe kuyafikia haya maji kwao ni mtihani, kwa sababu kisima kimechimbwa kwenye eneo moja, kwa hiyo kinahudumia watu walioko kwenye hilo eneo. Lakini wakati mwingine tunasema si haba kuliko kukosa kabisa, kuliko kuna ile vijito vilikuwa vikikauka, maji yanaendelea kuwa machafu zaidi, maji yanakuwa ni ya matope. Wananchi wa mama zetu na wadogo zangu wa kike, wanawake wenzangu, wanaanza kufuata maji mapolini kwa mwendo mrefu. Wanatembea hata zaidi ya kilomita 10 kwa ajili, kwa sababu utakuta kuna mahali hakuna hata mto kwenye hilo eneo. Hakuna chanzo kingine chochote cha maji zaidi ya kutegemea mvua. Kwa tunaona kwamba angalau kufikia hata kwenye makao makuu ya kijiji kumepunguza maumivu kwa wananchi kuliko ile kutokuwepo kabisa. Wakati tukiendelea kusubiri hiyo miradi mikubwa ambayo itahitaji uwekezaji mkubwa wa pesa kwa ajili ya kumaliza changamoto kabisa ya maji. Na umezungumzia kwamba mliamua kuchimba visima katika kila kijiji. Ni pamoja na vile 20 ambavyo umetoka kunijuza pale mwanzo kwamba bado vilikuwa vijafikiwa na miradi ya upatikanaji wa maji. Kwa sababu karibu vijiji vingi, yani sasa kwa mfano hivyo vijiji kwa mfano vya kata ya Msangano na kata ya Chitete, hatuwezi kwenda kuvichimbia tena visima vya dharura, kwa sababu tunajua tuna mpango wa mradi mkubwa wenyewe tayari unatekelezwa na bajeti yake imeshatoka. Kwa ni mapungufu mengine ni hawa wakandarasi tu, amepewa pesa, anaendelea kufanya mradi taratibu, ambapo sasa hayo ni makosa ya kama mkandarasi. Hayo tena yanakuwa sio makosa ya wizara, kwamba pesa zinaendelea kwenda. Kwa mfano kama sasa hivi kwenye huo mradi tunatarajia kufika mwishoni mwa mwezi wa 6 pale Msangano, watu wa kijiji cha Ipata na Msangano na baadhi ya vijiji vya jirani, tunaweza tukawa tumefunga pampu katika vijiji vile, kwenye hivyo vijiji 5 vinaweza vikaanza kupata maji. Sasa utaona kwamba kwa kweli yatakuwa ni matumizi mabaya, kwamba tukisema tunaenda kuchimba kisima hapo, alafu baada ya miezi 4 tena huo mradi mkubwa utapita. Kwa hiyo sasa ni bora ile pesa yenye tunaenda kuitumia pale tupeleke kwenye kijiji kingine ambacho labda kitasubiri mradi mwaka mzima au miwili. Kwa sababu miradi mingine hiyo ya kusubiri ni mikubwa. Mfano huo mradi wa kutoa maji kutoka Mto Momba kwenda mpaka Tunduma, ambapo serikali inakusudia kuwasaidia mpaka watu wa jimbo la Vwawa, Mbozi. Kwa unaona ni mradi mkubwa, sio mradi ambao unaweza ukatekelezeka ndani ya miezi 5, utachukua muda. Sasa katika huo muda mimi ndo kama mbunge nilikuwa napendekeza kwamba Wanamomba wataendelea kuishi vipi kwenye huo muda. Kwa ndo tukaomba tupate visima vya dharura. Lakini kwenye hii miradi ambayo tunaona inatekelezeka ni mapungufu ya wakandarasi, ni kuendelea tu kuwakumbusha wizara na kuambia kwamba waendelee kuwasimamia vizuri watu ambao wamewaamini kuendelea kutumia pesa za Watanzania. Sawa. Na mtazamaji, kama ndio kwanza umeungana nasi, hewani kwa sasa ni Jicho Letu, na tumelielekeza huko katika jimbo la Momba. Tumekutana moja kwa moja na mbunge wa jimbo la Mheshimiwa Condesta Mundi Michael Sichalwe, ambaye tuko naye hapa leo studio, tukiyazungumza mengi ambayo yapo ndani ya jimbo la Momba. Tunakukaribisha sana tuweze kwenda pamoja kutokana na kile ambacho mgeni wetu anajaribu kutupatia picha sahihi ya kile ambacho kinaendelea ndani ya jimbo la Momba. Mheshimiwa mbunge, hivi karibuni naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko
aliwasilisha bajeti ya makadirio ya wizara yake ya nishati na aligusia swala la upatikanaji. Sasa hivi upatikanaji wa umeme katika vijiji vyote nchini limekwisha kukamilika. Kilichobaki ni katika vitongoji. Vipi katika jimbo la Momba pale? Upatikanaji wa hii huduma ya umeme katika vijiji vyako vyote hivyo 72, wananchi wananufaika nayo vipi katika upatikanaji wa hiyo huduma? Asante. Katika vijiji 72 vilivyoko Momba, mimi wakati napokea jimbo mwaka 2020 nilikuta kama nusu ya vijiji tu ndio vilikuwa vina umeme. Lakini mpaka kufikia mwaka 2023 Disemba, vijiji vyote 72 vilikuwa vimekwisha washa umeme. 2023 maana yake naongelea mwaka juzi Disemba. Na tuna vitongoji 303, lakini mpaka sasa hivi tunapozungumza vitongoji 188 vimekwisha pata umeme. Vitongoji kama 90 viko kwenye mradi. Tumebakiwa na vitongoji kama 30 na we are less than 40 ambavyo haviko kwenye mradi. Kwa mimi pushi yangu kama mbunge ni kuvipigania hivyo vitongoji vingine vilivyobaki viweze kuingia kwenye mradi. Kwa hiyo vitongoji ambavyo vimekwisha pata umeme na ambavyo viko tayari kwenye mpango vinatekelezwa ni vingi zaidi, yani kiasi kwamba asilimia zaidi ya 80 kwenye jimbo la Momba umeme utakuwa umewashwa. Na kwenye bajeti ambayo imepitishwa hapa juzi, ninaamini hivyo vijiji vinavyobaki, vitongoji vinavyobaki hivyo chini ya 40 basi vitaingizwa kwenye mpango na wana Momba wote watakuwa ni wanufaika. Nafikiri kuna haja ya kukupongeza kama umeingia bungeni 2020 hadi 2023 vijiji vyote vilikuwa vimekwisha washwa umeme. Basi kuna nguvu yako imehusika hapo pia. Sasa ni kwa namna gani wananchi wako wameweza kunufaika na hii nishati? Asante. Wananchi wamenufaika na hiyo nishati sana na wamefurahia na kuendelea kuipongeza serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi sana. Na pia kuendelea kunipongeza mimi mbunge wao, kunitia moyo kwa namna ambavyo nimeendelea kuishawishi serikali na kuendelea kuwakumbusha kwamba waendelee kutupa hiyo huduma ya muhimu. Changamoto iliyoko kwenye hilo swala pamoja na umeme kutufikia kwenye vitongoji vyote ni kwamba tuna changamoto ya umeme kuwa mdogo. Na changamoto kuwa umeme mdogo ni kwa sababu tulikuwa hatuna kituo kikubwa cha kupozea umeme. Ambapo tulikuwa tunatumia umeme kutoka kwenye extension za kutoka huko Mbeya. Of course tunashukuru serikali, tumeshaanza kujengewa kituo cha kupozea umeme ndani ya jimbo langu pale Nkangamo. Kwenye kata ya kwanza kabisa unapokuwa unatokea jimbo la Tunduma. Kwa hiyo tunajengewa kituo hapo cha kupozea umeme ambacho of course kitasaidia sana kuwa na uhakika wa umeme kwenye jimbo letu. Ili na hiyo tija ya kwamba umeme umefika kwenye kila kijiji na vitongoji wananchi waweze kuiona, kwa sababu kwa sasa hivi pamoja na baadhi ya vitongoji, kwa sababu kama vitongoji 188 ndio vina umeme kati ya 303. Mwananchi ajui kwamba sijui hivi 90 viko kwenye mradi hivi bado. Yeye mwananchi anachokijua kwamba sisi hatujapata umeme. Sasa hata hao wachache ambao wamepata hiyo umeme kutokuwa na nguvu, kushindwa kufanya baadhi ya shughuli zao. Mfano watu wanataka kuchomelea, wanashindwa kwa sababu ya umeme kuwa mdogo. Mtu anataka kufungua mashine, umeme unakuwa mdogo. Hiyo ndo changamoto na karaha ambayo nilikuwa naiona kwa wanafunzi. Lakini wakati mwingine katika kwa umeme hiyo kwamba kupokezwa kwamba huku na huku, japokuwa kwa sasa hivi kidogo imepungua, imekuwa stable ukilinganisha na hapo awali. Hivyo. Sawa. Naam, mtazamaji, nakukumbusha tu kwamba hili ni Jicho Letu na tunaangazia katika jimbo la Momba pale. Tunaye mbunge wa jimbo hilo Mheshimiwa Condesta Mundi Michael Sichwale. Tumeyazungumza mengi, lakini pia naamini kwamba bado mengine yapo mengi ambayo yamejiri ndani ya jimbo la Momba pale, na kwa sababu bado tunao muda hapa tunajaribu kuendelea kuzungumza moja baada ya jingine. Mheshimiwa mbunge, sasa tuguse katika upande wa sekta ya elimu. Ni sekta ambayo kimsingi inaenda kuwaondoa watu katika hali ya kutokuwa na maarifa na kuwaongezea maarifa zaidi. Kwenye sekta ya elimu katika jimbo lako, tukianza kwanza katika shule za msingi, ni kwa namna gani upatikanaji wa hii huduma ya elimu kwa watoto imeimarishwa? Okay, sawa. Kwanza cha kwanza
kwa kuwa sisi tunatoka kwenye jimbo ambalo ni vijijini. It's a typical village. Viko vijiji, baadhi ya vijiji vichache ambavyo vimeendelea vinaweza vikapewa hadhi ya mjini kama labda Kamsamba, Ndalambo, Miunga hivyo, lakini vingi vyote bado ni vijiji. Kuna baadhi ya vijiji ambavyo jiografia yake ni ngumu sana, na kama ambavyo nimesema hapo awali hata kwenye upande wa maji kwamba unakuta kijiji kina vitongoji labda 5. Kutoka yalipo makao makuu ya kijiji kwenda kwenye kitongoji kingine ni kilomita 3-5. Kwa hiyo wale watoto wanaotoka kwenye kile kitongoji kingine, wale wa umri mdogo kuanzia miaka 6 kurudi, kutembea huo mwendo kusoma kwenye shule mama inakuwa ni changamoto. Sasa kwa sababu nilipokuwa kwenye kipindi cha kampeni nilipata nafasi ya kutembelea vijiji vyote 72 na karibu na vitongoji vyake vyote. Na hisi kama kuna vitongoji vilikuwa vimebaki ni vitongoji ambavyo haviwezi kuzidi hata 20. Hususan vile ni vikubwa. Yaani kwa mfano kama niko kwenye kijiji hiki, labda niko kijiji cha Iendwe, kuna vitongoji viko mbali, labda vitabaki vitongoji 2. Na hivyo vitongoji 2 kama viko mbali basi tulikuwa tunawafuata. Lakini wale walioko karibu wanatufuata ili niweze kupata ujumbe wa pamoja. Kwa hiyo kwa sababu vitongoji vingi nilikuwa nimevitembelea kipindi tu naomba kura, na hata baada ya kushinda nilikuwa naweza kufanya ziara kufika kwenye vitongoji vyote, labda huko Malangwa, huko Mbalwa, Rozi na Chisitu, Inunka, labda Spika Ponja, Kamsamba. Hivyo vyote ni vitongoji ambavyo vina, na vingi vyote hivyo vinakuwa vinaomba kuomba kuwa na hadhi ya kijiji. Kwa hiyo kutokana mtoto hawezi kutembea mwendo mrefu kufika kwenye shule mama, mapema kabisa kwenye ile bajeti ya kwanza mimi niliomba tuweze kupata, tunaita shule shikizi. Zile shule ambazo zinahudumu huko kwenye kitongoji alafu kuna shule mama yake. Kwa hiyo katika hicho kipindi tumepata shule hizo shikizi zaidi ya shule 25 ambazo zimeenda huko kwenye vijiji, ambapo kiukweli wengi tulikuwa tunawalenga ni watoto wadogo wale ambao wako chini ya miaka 5. Kwa hiyo wataanza awali huko, watafika darasa la 2, la 3, na zingine tumeanza kuzisajili ili watoto wanaotoka kwenye hiyo jamii wabaki hapo. Lakini zingine ambazo labda watoto wale wakifika darasa la 4 wanahamia kwenye shule mama, kwa sababu tunaamini kwamba angalau kidogo umri wao unakuwa umesogea hivyo. Japokuwa hatupendelei wasihame, kwa sababu pia hata mtoto wa darasa la 4 kwa kipindi hichi bado anakuwa ni mtoto mdogo sana ambapo hawezi kutembea kwa mwendo mrefu. Kwa hiyo tunaweza tujamaliza tatizo kwa 100%, lakini tunaweza kusema tumepiga hatua kwa 60% kwamba maeneo mengi ambayo yalikuwa yafikiki shule zimeweza kufika, na tumepata walimu kabisa wa kuajiliwa ambao wanahudumia hizo shule. Umegusia hapo swala la walimu wa kuajiliwa. Kuna wakati pia tulisikia pale bungeni kwamba serikali imefungua mlango wa ajira kwa baadhi ya walimu. Kwako nawe pia pengine kuna upungufu ambao umekuwa ukutana nao na unatarajia kupata hiyo namba ya walimu ambayo italetwa katika jimbo? Kwa kweli upungufu ni mkubwa, nikiri upungufu bado ni mkubwa, kwa sababu hata katika hizo shule 72 ambazo utaenda ukiwatembelea walimu utakuta changamoto ya kwanza wanakuambia upungufu wa walimu. Lakini sasa hatuwezi kulalamika sisi pekee yetu Momba, kwa sababu wewe mwenyewe utaona hata wabunge wanapokuwa wanauliza maswali kwamba ni changamoto kwenye kila jimbo, upungufu wa walimu upo. Kwa ni jambo la kitaifa. Sasa kama ni jambo la kitaifa, sisi tunaamini kwamba serikali katika mipango yake imejipanga kuona namna gani itaondoa upungufu wa walimu kwa mashuleni. Kwa wakati serikali itakapokuwa inaondoa hiyo changamoto, tunaamini na sisi watu wa Momba, kwa kuwa tumewasilisha maombi yetu, mapendekezo yetu, halmashauri wameshapeleka maandiko kufafanua, kuonyesha takwimu za watoto walioko mashuleni na upungufu wa walimu tuliona. Na mimi kama mbunge nimepaza sauti sana, nimeomba serikali, tumewashauri. Kwa hiyo tunaamini kwamba na sisi watakapokuwa wanatoa huo mgao wakipeleka kwa Watanzania wenzetu wengine huko maeneo mengine, na sisi pia Momba tutafikiwa na huo mgao. Ila upungufu upo ni mkubwa kama ambavyo upo na kwenye maeneo mengine.
Sawa sawa. Kwenye elimu msingi huko mmejenga mpaka hizo shule shikizi zipatazo 20 kwa ajili ya kurahisishia watoto zaidi ya 20 kurahisishia watoto ambao hawawezi kutembea umbali mrefu. Vipi katika upande wa shule za sekondari huko, mazingira mmeyawekaje? Okay, sawa. Katika upande wa sekondari sisi kule Momba tuna kata 14 na tulikuwa ni sera kwamba tunatamani kwamba kila kata ipate sekondari yake. Mimi wakati nakuwa mbunge nilikuta kata 11 ndo zina shule 11. Kwa hiyo kulikuwa kuna kata 3 ambazo bado hazijafunguliwa shule. Kata ya Mkomba, kata ya Mpapa na kata ya Ikana zilikuwa bado hazijaweza kumalizika shule. Lakini as we are speaking now shule zote hizo, kata zote hizo 3 zote tumeshafungua shule. Mkomba shule imeshafunguliwa, Mpapa shule imeshafunguliwa, shule inaitwa Mkama. Ikana tumeshafungua shule nzuri sana. Lakini pia tumepata na shule nyingine ya ziada. Tuna baadhi ya kata kule ni kubwa. Population ya watu ni kubwa sana. Kwa hivyo hata watoto ambao wanaenda sekondari wanaohitimu darasa la 7 ni wengi. Kwa hiyo kama ni wengi, maana yake tunatamani kupata shule. Kwa pale Chitete tumepata shule nyingine ambayo imejengwa kule na Ming'ong'o, shule ya sekondari. Lakini sasa hivi pia tunajenga shule nyingine kwenye kata ya Chirulumo. Kwa katika muda huu wa miaka 4 na miezi 5 ilionayo sasa, mpaka muda huu tunavyoongea tumepata shule 5 za sekondari. Hongereni sana. Asante. Kwa upande wa sekondari tumekuwa tukiona pia msisitizo ni katika swala la ujenzi wa maabara, lakini pia upatikanaji wa vifaa vya kwa ajili ya watoto kujifunza kwa vitendo. Vipi kwa shule ambazo tayari mnazo za sekondari hizo, upatikanaji wa hizo maabara na vifaa vyake ili kuchochea ama kuhamasisha wanafunzi kupenda masomo ya sayansi? Karibu shule nyingi ambazo nimeongelea hizo 11 zilizokuwepo, zote zilikuwa zina changamoto ya maabara. Lakini mpaka sasa hivi tunavyoongelea tumetatua kwa kiwango kikubwa sana hizo changamoto za maabara. Tumejenga majengo na kuweka vifaa. Chirurumo sekondari, Msangano sekondari, Kapere sekondari na maeneo mengine pia tumeweza kufanya. Okay. Sawa. Wakati tunazungumza kuhusu maendeleo haya, hayawezi kufanikiwa iwapo wananchi watakuwa na afya mgogoro. Tunazungumzia sekta ya afya. Vipi katika jimbo lako sekta ya afya imeimarishwa kwa namna gani ili kusudi wananchi wanapokwenda kuwajibika katika maeneo yao, kitokea changamoto ya afya imejitokeza katika afya ya mtu, awai katika huduma? Kwa kweli afya ndio msingi wa kila binadamu yoyote. Usisome, lakini kama ukiwa na mtaji wa afya, mambo mengine utajifunza huko mbele, hata elimu dunia. Nimekuwa nikitumia msemo mmoja kwamba sisi Momba tulivyokuwa jana si ndivyo tulivyo leo. Nikili na mimi ni mtu kidogo ambaye sipendi kuongea uongo. Black ni black, white it's white. Hatujamaliza changamoto 100%. Ila tumepiga hatua kwa kiwango kikubwa. Yaani ukiangalia tulichofanya kwa muda wa miaka 4 na hiyo na miezi 5 ni kikubwa, ni kiasi kwamba tunapokuja kufanya kipindi cha pili tutakuwa tumevuka malengo na kupitiliza. Vivyo hivyo kwa mfano katika kipindi hiki tu cha miaka 4 tumefanikiwa kujenga hospitali kubwa sana ya wilaya. Kubwa sana nzuri, ambapo tukifika hapo ukiwa umetua tu hapo na ndege ukutembea kwenye barabara zetu za Momba, huwezi kusema kwamba hiyo hospitali imejengwa iko Momba. Iko Momba. Tumefanikiwa kujenga zaidi ya bilioni
3 huko, lakini tumefanikiwa kujenga vituo vya afya 2 kwenye kata ya Msangano na kata ya Mkulwe, lakini tumefanikiwa kupata magari 2 ya kubebea wagonjwa ambao tumepeleka kituo cha afya Msangano na kituo cha afya Kapele. Lakini kwenye hivyo vituo vya afya kituo cha afya Kapele kilikuwa hakijakamilika, kilikuwa chini ya 40%. Kwa hiyo pia tuliweza kukikamilisha kikaweza kuisha. Lakini pia tumejenga zahanati zaidi ya 14. Maana tunapoongelea zahanati zaidi ya 14 maana yake vijiji 14 vimeweza kupata huduma za kutolea afya. Umeona, na ukijumlisha na hizo vituo vya afya karibu 3, maana yake tunaongelea 17 na hospitali ya wilaya 18. Kwa katika huo muda wa miaka 4 ni hatua kubwa sana ukilinganisha huko nyuma ilikuwa kipindi cha miaka 5 hata kituo cha afya kimoja hakijengwe. Sababu kwa mfano miaka hiyo 5 iliyopita kituo cha afya kimoja tu cha Kapele ndio kilikuwa kimeanza kujengwa na hakikukamilika. Lakini tumekamilisha kituo cha afya Kapele, tumejenga vituo vya afya 2, hospitali ya wilaya, hata eneo lenyewe lilikuwa alipo kwamba wapi, yani ilikuwa tu ni miongoni mwa maombi wananchi wanaomba tupate hospitali ya wilaya ili tusiwe tunaenda Vwa, tusiwe tunaenda hapo. Lakini hospitali ya wilaya imejengwa na imeisha na inatoa huduma. Na mpaka hivi tunavyoongea kwenye hii bajeti tulionayo tuna mipango karibu zahanati 4 ambazo zinapaswa kujengwa. Kwa hiyo mpaka tunafika tutakapokuwa tunahitimisha tunafunga bajeti hii, maana yake tutakuwa tumefikia karibu huduma za kutolea afya vituo 20 ambavyo vitakuwa vimejengwa. Which ambapo kwa kweli mafanikio na nikili viko baadhi ya vijiji ambavyo bado kweli havijapata zahanati. Lakini na mimi kama mbunge kutoka kwenye ofisi yangu, kwa sababu nina bajeti kiasi ambayo sio kubwa, nimekuwa nikifanya. Mfano kuna kijiji cha Sanja bado hawana zahanati, nimepeleka mabati zaidi ya 100 na nakusudia kupeleka simenti. Kuna vitongoji vijiji kama Ipatikana ambavyo wananchi wameka nguvu zao na kusudia kuwapelekea simenti ili kusogeza ili pindi pesa ya serikali inakuja yani ifanye kwa kiwango kidogo sana. Kuna mimi nakuwa napeleka ili kuendelea kuwatia moyo wananchi kutambua kazi kubwa na nzuri ambayo wamefanya, lakini pia kuwa impress serikali kwamba kiwango ambacho wanabidi waje tuongezee ni kidogo sana, kwa sababu serikali imekuwa imefanya kwa kiwango kikubwa sana. Tunapotoa maoni yetu tumepokelewa na tumesikilizwa, ndio maana utaona kwamba hata hizo zahanati tumefungua kwa wingi. Ni kweli nikili baadhi ya vijiji bado havijapata zahanati. Lazima niwe mwazi katika hilo. Okay. Sawa sawa. Tunaelekea ukingoni mheshimiwa. Katika yote tuliyozungumza pamoja na changamoto ambazo zipo katika jimbo lako la Momba, ni changamoto zipi ama ni changamoto ipi ambayo inakuumiza kichwa kila kukicha na unatamani kwamba hii changamoto iweze kufutika kabisa? Asante. Mimi katika kuamini kwangu kwenye namna ninavyoamini kwenye philosophy zangu na wataalamu wengine ambao nimekuwa nikiwasoma na watu mashuhuri, mtengenezee mtu mazingira. Ukimtengenezea mazingira mambo mengine yataweza kujileta yenyewe. Mfano wafanyabiashara wanataka kufanya biashara ya usafirishaji, wanataka kuleta mabasi, wanataka kufanya nini, hawataweza kufanya kama hakuna barabara. Umeona? Lakini pia kukiwa kuna miundombinu mizuri, watu wakaleta magari ya usafirishaji, kwanza mkulima atasafirisha mazao yake bila kuibiwa, kwa sababu atakuwa anaweza kulifikia soko kirahisi. Kwa hiyo hawa wananchi wanapopata maendeleo kutoka kwenye shughuli zao, baadhi ya vitu watavifanya wenyewe. Watatokea watu ambao watataka wafungue maduka ya madawa kwa gharama zao wenyewe. Watatokea watu ambao watafungua dispensary zao wenyewe. Watatokea watu ambao watataka kufungua shule za kwao wenyewe kwa gharama zao. Watatokea watu ambao watataka kuweka vivutio, watafungua huduma za kifedha. Kwa miundombinu itakapojengwa itachochea. Natolea mfano mzuri. Pale Tunduma pia kuna changamoto ya maji. Lakini wakati mwingine huwezi kuiona changamoto ya maji Tunduma kwa sababu watu wengi walioko pale ni wafanyabiashara. Na kwa sababu ni wafanyabiashara, miundombinu ya barabara iko vizuri, miundombinu ya umeme iko vizuri, wanafanya biashara. Kwa mtu analazimika kuchimba kisima chake yeye mwenyewe nyumbani. Umeona? Kwa hiyo labda maji tu sio toshelevu kwa sababu population ni kubwa, lakini asilimia kubwa wana uwezo, wanachimba maji wenyewe. Sasa kwa kule kwetu ambako ni vijijini,
Kwa hiyo mimi ukiniambia kipaumbele cha kwanza kitakuwa ni nini? Cha kwanza kabisa ambazo mimi nitachagua, na hiyo ndo mimi kipaumbele kikubwa kilikuwa hapo, ni kuhakikisha miundombinu ya barabara iboreshwe. Miundombinu ya barabara ikiboreshwa, tutawavutia watu ambao mtu ataenda mpaka kwenye kijiji, hakuna zahanati, kuna watu wanaweza kuona fursa, na wakati wanaitumia kama fursa, kama chanzo cha kupata hela, lakini wakati huo wanatatua changamoto za watu wa eneo fulani. Umeona? Kwa mfano utaona huku mjini, hata kama shule za serikali zinaweza zisiwe nyingi, lakini huku kila mtu ana academy yake, kila mtu amefungua. Shule za kindergarten ziko nyingi, hakuna mtoto huku mjini anaweza akatembea kilomita hata 10 eti anatembea anaenda kufuata shule au 3. Kwa sababu kitoka hapa sasa, tukitoka hapo nje daycare, hapo daycare, watu wanatumia zile fursa za watu ni wengi, kwa hiyo na wenyewe wanataka kujitengenezea pesa. Kwa hiyo kipaumbele changu mimi namba 1 ni barabara. Hata ukiniambia kipaumbele cha pili ni barabara, kipaumbele cha 3 ni barabara. Kwa sababu tunaamini kwenye barabara. Hata sasa hivi kuna baadhi ya barabara tulipozifungua, mimi toka nimezaliwa nilikuwa sijai kuona basi linapita jimboni kwetu. Basi utaona linapita tu, linatoka Tunduma kuvipitia vijiji vya Kangamo, Ndalambo, Ikana, kupitia barabara kuu ile ya lami kuelekea Rukwa, lakini sio kwenye barabara za ndani, kwa mfano kama huko Kapele. Lakini tulivyoifungua ile barabara ambayo ilikuwa inahudumiwa na TARURA, bajeti ni ndogo, ikamia TANROADS, tunaona basi linatoka kutoka Laela linaingia vijijini huko Rukwa, linakuja kutokea jimbo la Momba, linaenda mpaka Tunduma. Umeona? Lakini barabara ya kutoka kule Kamsamba kwenda Mloo imeboreshwa. Unaona hata mabasi ambao wafanyabiashara kwa wanatupelekea mabovu kulingana na ubovu wa barabara. Lakini mtu anapoona barabara imeimarishwa, fursa zinatokea. Kwa vipo na vipaumbele vingine ambavyo vya muhimu sana. Mfano maji. Ni ya muhimu sana, watu wanapata changamoto. Lakini unaona kwamba hata yule mtu atakayekuja kutuchimbia maji kule kijijini kule, namna ya kufika ataletaje mitambo ili apite? Anakuta daraja limekatika. Mfano kama kuna kata moja ya Ivuna na kata moja ya Mkomba. Ilikuwa ikifika mwezi wa 12 mimi nikienda kufanya mkutano, wakati mwingine huwezi kuvuka, mto umejaa. Au nikikuta mto una afadhali labda imefika saa 4 asubuhi, mvua ilikuwa inanyesha na asubuhi mpaka saa 10 maji yapungue, watu wakubebe kwenye mtumbwi, au bado maji ni mengi, lazima nipande kwenye mgongo wa watoto wa kiume, vijana wangu wanivushe. Kwa unaona wakati mwingine hata maendeleo kufikia wale watu ni kazi. Hata watumishi nao wapeleka watakosa moyo, kwa sababu wale pia ni binadamu. Wengine hawajazaliwa vijijini kama tulivyozaliwa, wamezaliwa mjini. Kwa hiyo unapoenda kumpeleka kule kijijini, anataka aende mjini kupata mahitaji, anakaa kisiwani kuanzia mwezi wa 11 mvua inaisha mpaka mwezi wa 6. Kwa hiyo inavunja moyo, anataka akapate huduma ya hospitali, madawa yameisha. Mfano kuna kipindi tulikuwa tumepungukiwa na chakula kidogo, ukawa ni mwezi wa 2, gari la NFL linataka kupeleka mahindi upande wa pili, aliwezi. Kwa hiyo vyote ni vya muhimu. Ndio. Na katika hiyo changamoto, pengine kama mbunge, kuna hatua ambazo ulikuwa tayari umekwisha kuzianza kuzichukua katika? Kwa kweli hatua zimekuwa kubwa sana. Na kupitia nafasi hii sisi tuwapongeze sana watu wa TARURA. Wametusaidia sana na wameleta mwanga sana kwenye maisha ya Wanamomba. Ni kweli nikili bado, kwa sababu jimbo letu ni kubwa sana. Barabara nyingi hazijafunguliwa bado, na ziko baadhi ya kwenye vitongoji sana hazipitiki, lakini asilimia kubwa zaidi ya 60 barabara za jimbo la Momba limeanza kupitika, kwa sababu kuna mahali tumefungua barabara mpaka kwenye vitongoji. Labda changamoto ambayo tunaipata kwenye hizo barabara ambazo tumezifungua, nyingi hazijawekewa makaravati. Kwa hiyo inapofika pia kipindi cha mvua kali, barabara watu kwenye yale makaravati wanapita kwa shida na kuendelea kuharibu barabara. Lakini barabara zimefunguliwa kwa kiwango kikubwa. Na unaona hata mapato yaliyoongezeka, sisi hatukua kwenye hayo mapato. Mimi nimepokea jimbo halmashauri ikiwa inakusanya bilioni 1.2, wakati mwaka wa nyuma alikuwa anakusanya chini ya bilioni 1. Lakini as we are speaking now tunakaribia kuvuka bilioni 3.5. Kwa hiyo ni hivyo vichocheo. Barabara kufunguliwa, serikali kutufikia, kutuongezea miradi, hata hivyo wazazi kupunguziwa baadhi ya mizigo, kwamba labda mzazi walikuwa wanachangishwa kwa ajili ya kumlipa walimu
wameenda mpaka vijijini, shule zimekuwa, imewapa wazazi utulivu wa kuzalisha. Mbolea zimetufikia, kwa hiyo wazazi wamezalisha kwa kiwango kikubwa, kwa sababu tunavozesha kwa kiwango kikubwa ndio halmashauri inakusanya mapato. Wakulima wamelima sana huo ufuta, wakauza, halmashauri kakusanya mapato, ndio mapato ambayo yamepanda. Kwa kweli tunashukuru sana serikali, imetugusa sana, imetugusa kwa vitendo. Matatizo yawezi yakaisha nikiri, lakini hata wanamombe ukienda kuwauliza moja moja, asilimia zaidi ya 90 wanakuambia kwa kweli tumeona mwanga. Kwa kweli tumeona kabisa mambo yamefanyika. Pamoja mapungufu bado yapo ambao tunajua tutaendelea kuyakabiliana navyo kwenye vipindi hivyo ambavyo vinakuja hapo mbele, ila asilimia kubwa kazi nzuri imefanyika. Na wanamomba wenyewe ukiwauliza ambao wanaishi kweli ndani ya jimbo la Momba, ambao wana experience, wanaweza kueleza miaka 10 iliyopita, miaka 15 iliyopita, miaka 5 iliyopita, ukiwapa waweze kutofautisha kipindi hiki cha miaka 4, watakuthibitishia kwamba ni kweli tumeona mwanga. Okay. Ndio. Naweza nikasema kwamba wewe mheshimiwa mbunge ni miongoni mwa wabunge tuseme vijana ambao wanaleta motisha kubwa kwa vijana kupenda kufanya kazi na kuachana tuna ile tabia ya kukaa vijiweni, kupiga sogo kule, na mwisho wa siku hakuna wanachoingiza kwa siku. Kuna wale vijana ambao hako katabia kukaa tu vijiweni, wanaamini kwamba kazi hazipo. Kwa kuwapa uhakika wa kwamba zipo fursa mtaani kule ambazo wanaweza kazichangamkia wakazifanyia kazi na zikaingiza kipato, ungependa kuambia nini? Kwanza niseme labda hakuna mtu tu, tumetofautiana, tumeganyika kwenye makundi. Kuna mwingine anakaa kijiweni si kwa sababu anapenda, anatamani angepata fursa afanye. Watoto wa mjini wanasema hajapata chaneli ya kupita aende katika uelekeo upi. Kwa hiyo yupo tu kijiweni, sio kwamba anapenda, hapana. Ila akipata fursa akaona apite hapa angeweza kwenda. Na of course wapo wengine ambao naona fursa wanazo, kama ilivyo tu kama tabia nyumbani. Unaweza kuwa mtoto wa mchungaji lakini bado ukawa mwizi, ukawa na tabia zingine ambazo hazipendezi jamii. Na unajijua ni mtoto wa mchungaji au ni mtoto wa shehe. Kwa hiyo wako pia watu wengine ambao na fursa wanazo miguuni, mikononi, lakini tu hawataki kuzitumia vizuri. Mimi tu wito wangu kwa wale ambao wanazo fursa hawataki kuzitumia, hatuwezi kusema chochote, tumetofautiana. Labda wametoka kwenye familia ambazo ni bora, kwa hiyo uhakika wa kuishi upo. Sasa niongee kwa hawa wenzangu wa kundi langu na mimi kwamba kama umeona unatamani kabisa kwamba kufanya, ombi langu tu ni kuto kuchagua kazi. Madam usifanye kazi zile ambazo zitakuwa zinamkosea Mwenyezi Mungu au zitakuwa zinatweza utu wako kwa ajili tu unataka mafanikio. Hiyo hapana. Lakini kama hiyo kazi haimkosei Mwenyezi Mungu, haitwezi utu wako, haizalilishi familia yako, lakini tu labda unachagua kwa sababu ya elimu, unachagua kwa sababu ya prestige, unachagua kwa sababu rafiki yangu labda yeye ni benka, ana cheo, ni manager, na mimi nimesoma naye, labda nimemaliza masters, akiniona nina kibanda cha mama ntilie atanionaje, au ataniona nina kibanda cha kuuza matunda, atasema hiyo elimu nimetumia nini, sasa hivi nitegemea kuwa bosi niwe naendeshwa? Hapana. Mimi nashauri kwamba kila mtu Mwenyezi Mungu amemwandikia njia yake na fungu lake. Na wakati mwingine unaweza kupita kwenye njia hiyo hiyo ambayo watu wengine wakaiona sio njia ambayo inafaa, ni njia ambayo haikukwezi. Yaani nachukulia mfano mtu ambaye umegraduate naye degree ya kwanza, ukagraduate naye degree ya pili, mwenzako labda tufanye amepata kazi ni benka au amepata kazi kwenye taasisi fulani ni manager, anaendeshwa, na wewe amekuona ni mama ntilie, akakuona unaungua, huwezi kujua. Perhaps kwenye hiyo njia utapata matenda makubwa ya watu ya kupika maharusini, yakakutambulisha ukawa mtu ambaye ni maarufu sana. Mimi natolea mfano, nilipomaliza degree yangu ya kwanza nilibahatika kufanya kazi kwenye sehemu mbalimbali. Nishabahatika nikafanya kazi Umoja wa Mataifa, UNHCR, ile mahakama ya kimataifa ya Rwanda, na sehemu nyinginezo. Lakini pamoja na kipindi chote hicho bado sikuwahi kuchagua kazi.
Sijatoka kwenye familia ya chini, nimetoka kwenye familia ya kawaida tu ya Tanzania ambayo inajiweza, wako vizuri, wanajiweza, wanaweza kusomesha watoto wao, mnaweza mkala, wazazi wakawatafutia namna watoto ambavyo muishi vizuri kama watoto wa Tanzania, lakini sio familia ya kitajiri. Lakini pamoja na hayo ikunifanya, nimesoma Arusha, ikunifanya kwamba nataka kurudi kwetu kwa sababu najua nikiwa nyumbani kwa baba na mama nitalala, nitakula, naweza nikavaa, nisubirie mpaka pale ambapo kazi itakuja. Hapana. Nimeshawahi kufanya kazi zingine ambazo ni za kawaida tu, na wakati mwingine nafanya sio kwamba nina shida, lakini na wakati mwingine nafanya ndio nina shida, nataka pesa, nataka kutimiza malengo yangu. Mimi nimeshawahi kufanya kazi na taasisi fulani wanaitwa Forever Living, ni kampuni ya Kimarekani. Ndio. Wale ambao wanatengeneza bidhaa za afya na urembo. Of course mtu mwenye degree kumwomba mtu appointment, tukutane na Shera, tukutane Dodoma hoteli, naanza kukuelezea dawa ya mtu wa cancer, dawa ya mtu wa vidonda vya tumbo, dawa ya mtu ambaye ana changamoto ya kuconceive, lakini naanza kumuelezea mtu utumie sabuni gani ili usipate na chunusi, upake mafuta gani uwe mazuri. Ni graduate, nina degree nzuri tu, tena nilikuwa nikisoma kwa mkopo nasomeshwa na serikali, lakini I'm telling you, wallahi nakwambia, ni miongoni mwa kitu kilifungua milango yangu sana. Kwanza iliniongezea connection kubwa na watu. Sahihi. Iliniongezea connection kubwa na watu. Nilikutana na watu wengi, ikaniongezea uelewa, lakini kutoka kwenye hiyo hatua niliweza kufahamu makampuni mengine mengi, lakini ilinisaidia kunisafirisha kimataifa. Umeona? Kwa at age of 22 23 naweza kuendesha gari yangu mwenyewe yenye nimenunua mwenyewe kwa pesa yangu zaidi ya milioni 20. Naweza kulipa kodi ya nyumba zaidi ya dola 250. Kwa sababu kuna kipato, nilikuwa naweza kutengeneza kipato mpaka zaidi ya milioni 4, wakati mwingine milioni 2 as a graduate. Kwa tafsiri nyepesi hapo ni kwamba kijana asibague kazi. Yani mimi nasema mambo matatu tu. Haimfanyi mkosee Mungu wako, kwa sababu pia kutafuta pesa lakini unaona kabisa unamkosea Mungu. Wewe mwenyewe ukikaa peke yako unaona ili alimpendezi Mwenyezi Mungu. Kila mtu kwa imani yake. 2, unaona kabisa hii kazi unafanya na tuweza utu wako, ila kwa sababu unataka pesa. Hapana. Mengine unaona kabisa hata yanazalilisha familia yako. Hapana. Lakini kama haiko kwenye hivyo vingine, unaona kabisa na kupatia risk, ila unaogopa prestige. Kila kitu lazima uanze chini. Niliweza kufanya, niliweza kusafiri kama hizi nchi za East African Community. Ilikuwa ni kawaida tu, kila siku mmeenda. Kuna kitu tulikuwa tunaweza tukaita labda managers retreat, au mnaenda labda Global East African Rally, mtaenda Kampala, mtaenda Kigali, mtaenda Nairobi, mtaenda, yani unasafiri hapo kwenda South Africa. Ilikuwa ni kitu cha kawaida, lakini ni hiyo ukikutana na mtu, mimi naona vijana ukimuuliza anasema asa mimi niuze dawa mswaki ndio itanifanya niendeshe gela milioni 20. Jipe muda kabisa. Jifunze wakufundishe ni kitu gani. Lakini wakati mwingine use your professional. Mimi nilisoma degree ya kwanza ya Bachelor of Information Technology. Kwa kidogo nikawa ni mtaalamu wa mambo ya teknolojia huko ulimwenguni. Sawa sawa. Kama ulishawahi kunisikia nachangia sana bungeni mambo ya blockchain, technology, naongelea mambo ya Bitcoin, mambo ya cryptocurrencies, ni huko. Pia na kwenyewe huko niliamua kutumia professional yangu kuona namna gani pia inaweza ikanipatia risk. Kwa hiyo ndio wito wangu kwa vijana. Sawa sawa. Yes. Kwa kuhitimisha, mheshimiwa mbunge, kwa dakika chache tu, bunge linaelekea kuvunjwa hivi karibuni na itakuwa sasa umefunguliwa uwanja wa ninyi kurudi kwa wananchi kwenda kuomba ridhaa kwa mara nyingine ili kusudi wape nafasi ya kurudi bungeni kuwatumikia. Pengine tukutarajie kwenda kuomba ridhaa kwa wananchi? Of course, narudi tena kugombea kwa wakati mwingine ili kurudi bungeni kwenye bunge la 13 ikiwa natumikia na watumikia wanamomba kwa kipindi cha pili. Sawa sawa. Ndio.
Basi na sisi tunakutakia kila la heri katika hilo. Nashukuru sana, Mwenyezi Mungu ni mema. Ndio. Naamini kwamba atatuvusha salama kuingia kwenye bunge la 13. Ni sahihi kabisa. Amen. Mtazamaji, tunafika tamati ya jicho letu kwa siku ya leo. Tunakushukuru sana. Tumekuwa na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Momba, mbunge mheshimiwa Condesta Mundi Michael Sichalwe, ambaye tumekuwa naye hapa studio leo katika jicho letu, na tumeyazungumza mengi sana yanayoligusa jimbo la Momba, lakini pia ametupatia experience ya maisha yake, na katika wito wake kwa vijana ni kutokubagua kazi, fanya kazi yote ambayo inakuingizia kipato ambacho ni halali, haimkosei Mwenyezi Mungu, lakini vile vile haitwezi utu wako, ifanyie kazi ili kusudi uweze kufanikiwa. Mheshimiwa, tunakukaribisha tena kwa wakati mwingine. Asante. Tutakapokualika. Nashukuru sana. Asante sana. Asante sana. Thank you so much, merci beaucoup. Siabonga. Asante sana. Naitwa Pius Jayunga na nikutakie pia utazamaji wa vipindi vinavyofuata, utazamaji mwema kabisa, na tukutane pengine katika wakati mwingine kwa kudra zake Mwenyezi Mungu. Asante. Jicho letu.